Usiku ule haukuwa wa kawaida. Anga lilikuwa limejaa mawingu mazito, kama yanayoficha siri ya mtu aliyekufa kitambo. Upepo ulilia taratibu, lakini sauti yake ilikuwa na kitu kingine ndani yake, kitu kilichoatisha mabaya. Kwenye uwanja wa shule, cheko za wanafunzi zilichanganyika na ukimya wa mtu mmoja, mtu ambaye hakutakiwa kuwepo pale. Kabla basi halijaondoka, hewa ilibadilika. Harufu ya baridi, nzito, isiyoonekana. Kana kwamba safari hiyo ingeandikwa na mkono wa nguvu nyingine. Na wakati magurudumu yakianza kusogea, kitu kimoja kilikuwa wazi. Hii haikuwa safari ya kawaida. Ilikuwa safari ya mwisho. Na hii ni ajali ya kichawi ya wanafunzi, sehemu ya pili. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi, like video hii, na niambie kwenye comment, unatazama ukiwa wapi leo? Tuone ni wapi mashabiki wetu wengi wanatazama hadithi hii ya kusisimua. Tuanze sasa. Kelvin alirudi nyumbani kwake usiku wa saa 4, akiwa mchovu, dhaifu na amechanganyikiwa. Alikuwa amevikwa mzigo mzito kuliko uwezo wa mtu mmoja kubeba. Aliwasha taa za sebuleni na kukaa kitini, akishika kichwa chake kwa mikono miwili. Katika ukimya wa chumba, maneno ya mwisho ya Evans yakarudi kama sauti ya kuuma masikioni. Sikuwa nataka itokee. Alipumua kwa shida. Wewe uliongea nini Evans? Nani alitaka itokee na kwa nini? Wakati akifikiria hayo, alisikia mlio wa ujumbe kwenye simu yake. Ujumbe wa WhatsApp kutoka namba isiyojulikana. Sio kosa lako, lakini utalazimika kubeba mzigo huo. Kisha ikaja ujumbe wa pili. Ukichunguza, utajutia. Kelvin alishtuka. Hakuambia mtu yoyote kile Evans alichosema. Hakuna alikuwa karibu yao wakati kijana huyo akitoa maneno yake ya mwisho. Kwa hiyo huyo anayemtumia ujumbe angejuaje? Akahangaika kwa muda, akaribu kupiga namba hiyo. Haikupatikana. Upepo mkali ukavuma nje ya nyumba na milango mikongwe kutoa mlio wa kushtua. Kelvin alizima simu na kukaa kimya. Kwa mara ya kwanza, alihisi kama kuna nguvu isiyo ya kawaida ikimfuata. Hakuweza kulala usiku huo. Kila akijaribu kufumba macho, aliona basi likipinduka, miili ya wanafunzi na macho ya Evans yakimwangalia kama yanamuomba msaada. Hadi alfajiri, macho yake yalikuwa mekundu, lakini alijua alipaswa kufanya kitu. Kuenda kumtafuta Ramto. Siku iliyofuata, Kelvin alienda nyumbani kwa mzee Ramto. Nyumba ya mzee huyo ilikuwa pembezoni mwa kijiji, karibu na msitu mdogo ambao ulionekana kutisha hata wakati wa mchana. Alipofika, mlango ulikuwa wazi nusu. Mzee Ramto, Kelvin aliita. Hakuna sauti ya kujibu. Alisogea ndani. Nyumba ilikuwa na baridi ya ajabu na harufu ya kitu kilichochomwa usiku. Alitembea taratibu, akihisi kama mtu anayetembelea kaburi la mtu anayemjua. Katika chumba cha mbele, aliona meza ndogo yenye vitu vya ajabu. Majani yaliyokauka, chupa za giza, vifaa vya tambiko na picha za wanafunzi wa darasa A zilizoangaliwa na miale ya mishumaa. Kelvin alisogea nyuma kwa mshangao. Hii ndiyo nini? Umefika mapema kuliko nilivyotarajia.
Sauti nzito ilijibu kutoka nyuma. Kelvin aligeuka. Mzee Ramto alikuwa amesimama mlangoni, macho yake akiwa mekundu kama mtu aliyelia usiku kucha au kama mtu aliyekesha akifanya tambiko la giza. "Kwa nini una picha za watoto hawa?" Kelvin aliuliza kwa hasira iliyofichika. Ramto alitembea taratibu kuelekea meza, akapapasa picha ya mwanawe, Evans. Watoto hawa walikuwa katika safari ambayo haikustahili kutokea. Kelvin alihisi tumbo likifunga. "Ulikuwa unalijua hili kabla ya safari? Ajali iliyotokea..." "Haikuwa ajali," Ramto akamkatiza. Ilisikika kama amezungumza kwa sauti ya watu wawili kwa wakati mmoja. Kelvin alitetemeka. "Kuna mtu aliyerogwa." Ramto akaendelea, "Na huyo mtu yuko katika orodha hii." Akaonesha kwenye meza. Kulikuwa na karatasi yenye majina ya wanafunzi wote wa 25 pamoja na la Kelvin na la dereva. Lakini jina moja lilikuwa limechorwa kwa inki nyeusi yenye michirizi kama damu: Evans Ramto. Kelvin alihisi miguu yake ikilegea. "Unasema mwanako alirogwa?" Ramto akamgeukia polepole, sauti yake ikiwa nzito na ya giza. "Kabila letu linatabiriwa kuweko katika njia ya kulogwa. Na huyo alikuwa ndiye wa kizazi hicho." Kelvin alifura macho. "Unasema ulijua mtoto wako atapoteza maisha?" Ramto akamgeukia, macho yake bila hisia. "Yote yalipangwa kabla hata hajazaliwa." Kelvin alijikuta akipiga hatua nyuma. Wewe ni mwenda wazimu." Ramto hakutetereka. "Ajali haikutokea kimakosa. Njia ilikuwa imefunguliwa. Lakini kitu kilibadilika. Kelele za watoto wengi, nyimbo zao, ndoto zao. Hizo ndoto zilizuia tambiko likamilike. Ndio maana roho ya Evans ilijaribu kukuambia." Kelvin alishindwa kuendelea kusikiliza, akigeuka kuondoka. "Ukimchunguza sana Evans, utajua nani alimalizia kazi ambayo mimi sikutegemea." Kelvin alisimama. "Unamaanisha nini?" Ramto akamwangalia mmoja kwa moja. "Hawakufa wote kwa ajali. Ajali ilikuwa mwanzo tu." Kelvin aliondoka mbio kama mtu aliyekiona kitu kisicho cha kawaida. Kelvin alirudi shuleni siku iliyofuata kuelezea aliyojifunza. Lakini badala ya kusikilizwa, alipokelewa kwa hasira. "Mwalimu Kelvin, mkuu wa shule Bi Gertrude alisema, tunataka uachishwe kazi mara moja." Kelvin alishtuka. "Kwa sababu gani? Uchunguzi bado unaendelea. Wazazi hawakukubali ufafanuzi wako. Wanakushutumu kuwa na uzembe. Wameleta saini 85 za kutaka uondolewe. Hatuwezi kukuhifadhi." Kila neno lilimchoma kama sindano. Alijaribu kujitetea. "Sio mimi, sio uzembe. Kuna mtu alihusika." "Basi hoja hizo ziwasilishwe polisi." Bi Gertrude akakata kauli. Kelvin alijua hapo kwamba hakuwa na mtu upande wake. Wapelelezi hawakumsikiliza. Shule ilimwachia mzigo. Wazazi walimchukia. Jamii ilimtenga. Kilichobaki ni chokaa moja tu: ukweli. Na hakika, Evans hakuwa amekufa bila sababu. Maneno yake ya mwisho yalikuwa kamba pekee iliyomvuta Kelvin ili asianguke katika shimo la kukata tamaa.
Usiku huo, Kelvin aliamua kurudi shuleni bila ruhusa. Alitaka faili za wanafunzi, hasa Evans. Labda kulikuwa na siri ndani ya taarifa zake. Alipofika shuleni majira ya saa 5 usiku, kulikuwa kimya. Alifungua mlango wa ofisi kwa kutumia ufunguo wake wa zamani, akikumbuka siku zake nzuri za kufundisha. Alielekea chumba cha kumbukumbu. Kabla hajafika, alisikia mtu akinong'ona. Sauti ya mwanamume. Alikuwa chumbani kabla yake. Kelvin alijificha pembeni ya ukuta na kusikiliza kwa makini. Ndiyo, tambiko limekamilika. Evans hakufa bure, sauti hiyo ilisema. Ndiyo maana nililazimika kuingilia. Mwalimu huyo lazima atupishe. Kelvin alidondosha kifua kwa hofu. Hakutaka kusikia zaidi. Alichungulia taratibu ndani ya chumba. Ndani aliyekuwa akizungumza hakutarajiwa. Mwalimu mkuu wa nidhamu, Bwana Mlenge. Sauti yake ilikuwa ya kutisha, kana kwamba alikuwa akizungumza na mtu asionekana. Kelvin alikosa hewa. Kwa nini Mlenge anahusika kwenye tambiko? Kwa nini anasema alilazimika kuingilia? Mlenge alipomaliza kuongea, alichukua picha ya Evans, akaibusa paji la uso, kisha akachoma mishumaa miwili taratibu. Mzigo wake ni mzito, lakini lazima utuendelee. Tumepokea maelekezo na kazi yetu haijaisha, alisema huku akiweka majivu ya kitu kisichotambulika juu ya picha. Kelvin alijikuta akitetemeka vibaya. Aligeuka nyuma kimya kimya, lakini kwa bahati mbaya mfuko wake ukagusa draw na kutoa mlio mdogo. Mlenge alisikia. Ni nani hapo? Sauti ikaongezeka kuwa nzito na isiyo ya kawaida. Kelvin alikimbia, akatoka nje ya jengo kwa kasi. Alikwenda nyuma ya maabara, akajificha. Ndani ya giza na mvua ndogo, maneno ya Mlenge yakamfuata. Kelvin, najua wewe ni nani. Ukichunguza zaidi, utafuta roho yako mwenyewe. Kelvin alishusha pumzi kali, akajiambia, ndiyo mwanzo tu. Evans hakutuambia yote. Hapo ndipo simulizi letu linaishia kwa sasa. Niambie, ungefanyaje kama ungekuwa wewe kwenye nafasi yake? Andika maoni yako hapo chini. Like video hii, share na rafiki zako wa Facebook au TikTok, na subscribe ili usipitwe na sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Tutaonana kwenye hadithi ijayo. Bye.